Katika maisha kuna kitu kinaitwa asili. Katika maisha kuna kitu kinaitwa asili. Asili ni kitu ambacho unachozaliwa nacho kutoka kwa mama yako na baba yako. Ikiwa wewe ni Mzigua, Msambaa, Mbondei, Mpare, Mchaga, Makonde, Mdengereko, Mzaramo, Mwarabu, Mwindi, Mpemba, Mduruma, yaani asili uliotokana nayo kutoka katika upande wa mama yako na baba yako ni kitu cha thamani sana kwako. Sana. Na katika maisha na dunia tuliyokuwa nayo, hakuna kitu kilichokuwa cha thamani kwako wewe kama asili yako uliyotoka nayo. Sasa wewe unaishi katika maisha haya, unaona mambo magumu, mambo huyaelewi, mambo hayaendi, lakini asili yako umeisahau. Sehemu nyingine asili wanaitafsiri ni mizimu, jadi. Mizimu ni vitu vya asili, jadi ni vitu vya asili. Kabila lako uliotokamana nalo ni kitu gani, au ni shetani gani, au ni jini gani, au ni rohani gani aliyekusimamieni katika asili yenu. Wataondoka maruhani wote katika mwili wako, wataondoka majini waliokusimamia katika mwili wako na maisha yako, lakini asili yako haiwezi kuondoka. Sasa mimi Sharif Teacher najua kitu kuwa baadhi ya watu wengi sana wameshikwa na mambo ya mizimu ya kwao, mambo ya asili ya kwao, lakini huyu mtu kazaliwa Dar es Salaam. Ukimwambia kwenu wewe kuna asili, anakuambia hata sijui. Kwa nini? Yeye maisha yake ni daa na yeye. Mambo yake magumu, hayaeleweki, shida. Kuna watu wanaishi Mombasa, wana maisha magumu, wanaishi Kenya, wanaishi na maisha magumu. Kwa sababu gani? Wana asili zile zimewakamata. Lakini sasa kumpata mtabibu ili aweze kuwafanyia kazi inakuwa ni tabu. Kuna nchi mbalimbali watu wanaishi, Kongo, sijui Burundi, Malawi. Hizi nchi za Afrika zimeshikwa sana na mambo ya asili, na vijana wengi wamekamatika na mambo hayo ya asili. Unakuta mtu mwanamke au binti, yeye ni mtu wa kudandadanda tu, kudandia hapa, mara leo na mwanaume huyu, yaani hana maisha ya maana. Leo katoka hapa, kesho kienda pale, leo katoka kwa mwanaume huyu, kesho kienda mwanaume. Kumbe kinachosumbua katika maisha yako, kinachokufanya wewe usifanikiwe ni asili na nguvu. Hakuna mganga yoyote duniani anayeweza kuiondoa asili yako. Kwa hiyo zingatia kitu asili. Vipi familia yako, vipi kizazi chako, vipi kabila lako lilikuwa linafanya vipi ile asili? Na wewe kama walikuwa wanapiga ngoma, hutaki kupiga ngoma wewe katika hiyo asili, una uwezo wa kutambika au una uwezo wa kutabana au kutambikiwa, ukatoka nje. Wao walikuwa wanapiga ngoma, wewe ukaipeleka ile asili katika mambo ya kimungu, ukamwachia Mungu kupitia. Lakini ukafanya tambiko lao. Kama walikuwa wanachinja mbuzi, ukachinja mbuzi katika ule mwezi. Kama walikuwa sijui wanachukua wanapika chakula, watu wanakula, pika chakula. Lakini tu ukitaka kuibadilisha asili, una uwezo kuibadilisha. Sio kuibadilisha ile asili, ila bali vile vitu vyao ambavyo wao wanavyovihitaji, wale majini wa asili kwako wewe au katika familia,
unatakiwa umkabidhi Mungu, yani uipeleke kimungu, kwa sababu asili ya majini wa bara, asili ya mizimu iliyokusimamia wewe ndugu yangu, vyovyote utakavyoipeleka ndivyo itakavyokwenda na wewe. Ukipiga ngoma basi wao watataka ngoma kila mwaka. Ukifanya swala la maulidi nyumbani kwenu, lakini ukachinja mbuzi wao yule yule, ukampeleka mti mkubwa pale pale, lakini ukamswalia Mtume, jambo linakuwa safi kabisa. Unalibadilisha jambo lile kutoka katika mila zile ulizokuwa nazo ukalipeleka katika mila nyingine, lakini unalifanya. Lakini wewe ndugu yangu unamaliza watabibu, unamaliza waganga, upoli kwa sababu ya asili. Jiulize wewe ni kabila gani na kwenu kuna chakula gani cha asili? Vipi uweze kufanya uondokane na mitihani hiyo? Lazima ukumbuke kuitambika asili yako, lazima urudi kwenye asili yako. Ukujizaa wewe mwenyewe, wewe umezaliwa na mama yako na baba yako. Huyo mama yako alikuwa kabila gani? Huyo baba yako alikuwa kabila gani? Na kwao kuna asili gani? Kabla ya dini haijafika watu walikuwa wanafanya mambo ya asili na wanafanikiwa. Asili kaiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usiwe mjinga wewe. Vile utakavyopita katika asili ndio itakuwa mbaya, na vile utakavyoamua kupita ndio itakuwa vizuri. Kwa hiyo wewe una kifungo cha asili pengine kinakusumbua. Tafuta njia, tafuta tiba ili asili yako ipate kukusikiliza na kukuacha. Mimi ndugu yako Sharif Teacher naendelea kukumbusha kuwa mtambo wa Hardware msiusahau. Unasafirisha mabati kokote ulipo, ukiwa ndani ya nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Karibuni sana. Na mimi ndugu yako Sharif Teacher. Ukitaka kunitafuta basi nitafute kwa namba zangu za simu 0742234554. Wa salam wal afwa wa minkum. Asili ndio kifungo chako kinakusumbua. Kwa maana umemaliza waganga, hujapona.